Huu ni upande wa Uislamu. Imebaki tunarudia tena kwa dakika 10. Labda kuna tetesi atuonyeshe hii Pasaka inatuhusu vipi sisi wote, maana hapa hoja ni sisi wote. Naam, mimi nashukuru sana kwa sababu ya Mwalimu Joseph Gatimu, alifundisha vizuri sana, na nimefuatilia pia Joseph ama Yusufu, na kitu ambacho ni ajabu ni kwamba leo wale wanafundisha wanaitwa Yusufu. Nafikiria wote ni Yusufu na sijui Mungu alipanga hivyo. Jambo ningependa kusema ni kwamba nimemfuatilia hoja zake na nikazifurahia, kwa sababu kitu moja ambacho sijasikia Yusufu akisema ni kwamba Waislamu hawapaswi kula Pasaka. Hajakana ya kwamba Waislamu hawapaswi kusherekea wala kukula Pasaka, lakini ametueleza mambo ambayo yanahusiana na Pasaka inaliwa vipi. Sasa yeye mambo mengi ametuambia vile inapaswa kuchinjwa, vile wakati inapaswa kuchinjwa, na wanatakana kukula vipi. Na naamini kwamba shida ambayo alikuwa nao ni kwamba wale ambao wanakula ni wale wametahiri, na mimi najua Waislamu wanatahiri, kwa hivyo wanapaswa kula Pasaka, kwa sababu Waislamu sidhani kama hawatahiri, wanatahiriwa. Kwa hivyo kuna maana kwamba wana qualify kukula Pasaka. Jambo lingine ambalo nimelipata ni kwamba huyu Pasaka anastahili, amesema kwamba Yesu aliuawa kulingana na Wakristo, lakini tunaona kwanza Pasaka anachinjwa. Ningependa kumweleza kwamba kuchinjwa na kusulubiwa yote inaishia katika kuuawa. Kwa hivyo jambo ni moja kwamba alikufa. Jambo ambalo ningependa pia kutilia mkazo hapa ni kwamba Yusufu ametueleza mambo ambayo nafurahia wakati ninapofundisha. Sioni kama tumeitafiana kwa mambo mengi, lakini kidogo tu. Kwa hivyo mwalimu, ningependa kwenda moja kwa moja katika habari zake Yesu Kristo, kwa sababu tukumbuke hivi, Musa tunaelezwa kila wakati na Waislamu kwamba Musa alikuwa dini gani? Muislamu. Kwa hivyo huyu Musa akisherehekea Pasaka, kuna maana kwamba kama alikuwa Muislamu, basi Waislamu wanapaswa kusherehekea Pasaka. Kwa nini Wakristo na Wayahudi tu ndio wanaosherehekea Pasaka ambayo Musa aliagizwa na Mungu aweze kuisherehekea? Na tumeambiwa pia Musa alikuwa na kalenda yake ambayo inaanza na mwezi wa Abibu. Ukisoma katika Mwanzo, mwalimu nataka msomee katika Kutoka 13 kuanzia 1. Kutoka 13 kuanzia 1. Naam. Anasema hivi ya 7 Araf. Naam. Kwa sababu tunaelewa 37 ya 33 inasema basi tukawapelekeni tufani na nzige. Sasa sikiza mwalimu, ya kwamba Mungu alifanya ishara nyingi katika nchi ya Misri, na zile ishara ambazo alifanya, ishara 10 na zimeorodheshwa na Musa kabla ya Pasaka kutokea, na tunajua ni ishara gani ambazo Mungu alizifanya. Lakini akaleta ufunuo mwingine tofauti kwa Muhammad, akamwambia Muhammad, ishara ya kwanza Mwenyezi Mungu alifanya ni kwamba alileta tufani, yani flood. Ukisoma ishara za Musa hakukuwa na flood na nzige na nini na vijidudu vinavyovungua na viura na damu, kwa ishara zilizopambanuliwa waziwazi kuonyesha ukweli wa Nabii Musa, lakini wakakabali na walikuwa watu wabaya kabisa. Sasa kuna watu ambao walipewa ishara zake Musa, Mungu akawaonyesha, lakini walikuwa ni watu kataa hizo ishara. Sasa ishara moja ambayo Musa amepewa, baada ya hizi ishara tuna Pasaka ambayo amepewa. Ukiuliza Waislamu mara nyingi watakwambia Musa alikuwa Muislamu. Kwa hivyo kuna maana kwamba Waislamu walisherehekea Pasaka. Kwa nini Waislamu wa wakati huu hawaisherehekei Pasaka? Mwalimu, ningependa tuende haraka kwa sababu ya muda. Ningependa tuende katika kitabu ya Mathayo. Twende tu kwenyewe. Mathayo 26 kuanzia mstari wa 26. Kuangalie Yesu na anasemaje kuhusu Pasaka. Amesema Yesu ni mkate, tunakubali Yesu. Sio sisi tunasema. Lakini Yesu aliambia wanafunzi wake kwamba msipokula mwili wangu na kuinywa damu yangu hamna uzima ndani yenu. Akiashiria kwamba yeye ndio Pasaka. 26 inasemaje? Walipokuwa wanakula Yesu akachukua mkate. Sasa hii ni Pasaka.
Yes. Walipokuwa wanakula, Yesu mwenyewe akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akachukua mkate, akashukuru, akaumega ule mkate, akawapa wanafunzi wake akisema, akapatia wanafunzi wake, na Yesu akasema twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Sasa Yesu akawapatia wanafunzi wake, akamwambia twaeni huu mle, huu ndio mwili wangu. Sasa Yesu anachukua mkate, anawapatia wanafunzi, anawaambia ndio mwili wangu. Jambo ambalo pengine inahitaji muda ndiposa wengine waweze kuelewa. So tunakula sasa. Kisha akachukua kikombe, akashukuru. Akasema nyweni nyote katika kikombe hiki. Akasema nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndio damu yangu ya agano. Hii ndio damu yangu ya agano. Iliyomwagika kwa ajili ya wengi. Yaani itakayomwagika kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. Kuna maana kwamba Musa alituondoa katika nchi ya Misri, Yesu amekuja kufa msalabani kutuondoa kwenye dhambi. Na ndio sababu ya sisi kusherehekea nini? Siku ambayo tunaita Pasaka. Ni nani ambaye hastahili kuondolewa katika dhambi? Ni nani ambaye hahitaji kuondolewa katika dhambi? Sasa kwa nini ningependa tusome aya ya mwisho, kwa sababu naona muda naenda haraka. Some katika Qur'ani sura ya 5. Anzia aya ya 112. Je, Qur'ani inasemaje? Yesu naye kulikuwaje kwa sura ya 5 katika Qur'ani? Nadhani ni Maida, kama sura ya Maida. Ama sura, unajua Maida inamaanisha meza, Lord's table, yani meza imetundikwa mzuri, na imeteremka kutoka mbinguni. Meza ya Bwana. Inasema 12, kumbuka wanafunzi waliposema, Isa mwana wa Mariam, je, Mola wako anaweza kututeremshia chakula kutoka mbinguni? Sasa wanafunzi wa Isa wanataka kujua, je, huyu Mungu ana uwezo wa kutuletea meza kutoka mbinguni? Akasema, mcheni Mwenyezi Mungu kama ni yeye, kama nyinyi ni wenye kuamini kweli. Naam. Wakasema, tunataka kula katika hicho na nyoyo zetu zitulie. Kumbe kuna chakula ambacho wanafunzi wa Isa walitaka kukula, na walifahamu wakikula chakula hicho meza kutoka mbinguni, yani Pasaka. Wakila meza hiyo kutoka mbinguni, mioyo yao itatulia. Alafu nini? Na tujue ya kwamba umetuambia kweli na tuwe miongoni wanaoshuhudia. Sasa wakishakula watajua kweli Isa umetuambia kweli, baada ya kula Pasaka. Na watakuwa miongoni mwa wale wanaoshuhudia. Akasema Isa, akasema bin Mariam, Mwenyezi Mungu Mola wetu, tuteremshie chakula kutoka mbinguni ile kiwe sikukuu. Sasa Isa akasema Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teremsha chakula. Chakula hiki kitakuwa ni sikukuu. Sasa tulia mwalimu. Kuna sikukuu gani ya chakula cha Isa katika Uislamu? Watatuambia hapo hapa, watatuambia. Endelea. Sikukuu kwa ajili ya mwanzo wetu. Yaani iwe ndio sikukuu ya kwanza kwetu. Watu ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu wana sikukuu ya chakula kilichotoka mbinguni cha mwanzo wao, alafu mwisho wetu. Na mwisho wetu. Wafuasi wetu watakaokuja baada yetu. Na wafuasi wetu watakaokuja baada yetu. Yaani wale watu ambao wanafuata Muhammad kama wamekuja baada ya Yesu, wawe pia wanasherehekea sherehe hii ya mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Yesu anasema mimi ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Na kiwe ishara itokayo kwako. Na iwe ndio ishara. Kwa hivyo ishara ya Mwenyezi Mungu ni chakula, mkate uliotoka mbinguni. Hiyo ndio ishara yake Mwenyezi Mungu. Na kiwe ni ishara kutoka kwako, basi turuzuku, kwani wewe ndiye bora na unaoruzuku. Mwenyezi Mungu akasema, bila shaka mimi nitakiteremsha juu yenu, lakini miongoni mwenu atakayekataa baada ya haya, basi mimi nitamwadhibu adhabu ambayo sijamwadhibu yoyote. Ukikataa Pasaka ya Mungu utaadhibiwa adhabu ambayo hajawahi adhibiwa mtu mwingine yoyote katika ulimwengu. Waislamu tunawakaribisha kwenye Pasaka ya Bwana. Huyo alikuwa ni mchungaji Yusuf, anasema anatukaribisha Waislamu kwa Pasaka, anatukaribisha Waislamu kwa Pasaka, tule Pasaka, yaani tule mwili na damu. Haya basi, Sheikh Yusuf, vipi habari? Kwanza mimi nitaigilia mahala amemalizia, kamalizia na Suratul Maida, ambayo Suratul Maida amekiri kabisa ni kwanza Maida ni meza, tukatari ni meza ya Bwana, meza ambayo iliyoshuka kutoka mbinguni. Tuko pamoja? Na ile shuka ikiwa na chakula pale. So ilikuwa hakuna kichijo kinachinjwa pale. So ile, na kama atasema ni Pasaka, na hii chakula ilikuja ili iwe ni sikukuu kwa mwanzo wetu na wa mwisho wetu. Kwanza waliokuwa pale
na Yesu na wanafunzi wake ilikuwa vipi? 15:24 Mathayo kwanza. Kitabu ni cha Mathayo. Ndio. 15:24. Ndio. Safi hii hapa. Inasema hivi. 24 hii hapa. Akajibu akasema, ndio, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. So hii meza kama ilishuka ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli, na kama ndio Pasaka ilikuwa ni kwa ajili ya kila nani? 6:4 kitabu cha Yohana. Kitabu ni cha Yohana 6:4. Pasaka. Alafu sasa hawa Yusuf, leo ni Joseph Yusuf ni mmoja tu, ni wao ni Joseph, wao ni wazungu. Majina ya kizungu yao tunawapatia. Soma andiko. Na Pasaka sikukuu ya Wayahudi. Hebu rudia tena. Na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilifanya nini? Ilikuwa karibu. Sisi Waislamu hatusherehekei kwa sababu sio sikukuu yetu, ni sikukuu ya Wayahudi ambayo ilikuwa karibu. Anauliza ikiwa Musa alikuwa Muislamu, kwanza anakubali Musa alikuwa Muislamu. Yaani ndio Kristo wa kwanza ambaye anakubali Uislamu wa Musa. Anaitwa Yusuf ama Joseph. Yeye amekuwa kwa mihadhara mpaka imebidi akili na akubali Musa alikuwa Muislamu. Lakini tatizo lake, kwa nini Musa alisherehekea Pasaka na Waislamu ambao wako sasa hawasherehekei Pasaka? Musa alikuwa Muislamu lakini Myahudi, na Pasaka ilisherehekewa na Waislamu nini? Wayahudi. Maana Wayahudi sio dini, ni kabila. Kama vile Yesu alisherehekea Pasaka akiwa Muislamu nani? Myahudi. Lakini sisi wa Kenya, wa Tanzania, wapi na tuzu Pasaka? Akaleta sarakasi nyingine, akasema kwamba Yesu mwenyewe alikuwa Pasaka akiwa mfano wa mkate na mwili sijui na damu. Hii kwanza it doesn't make sense, haingii akilini. Nasikia tuko na mwanafunzi wa theolojia hapa anaitwa bwana Joseph Gatimo. Sasa wacha tuende kwa theology pale kidogo, tusome kithiole sasa. 26 kitabu cha Mathayo. 26 Mathayo. Ndio. Haya, safi ninayo hii hapa. Ndio. Nasema hivi. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Akafanya nini? Akabariki, akasema, akaumega, akawapa wanafunzi wake akasema, toaeni mle, huu ndio mwili wangu. Haoni ni sarakasi. Mkate unawezaje kuwa mwili wa mtu? Hata ametoa hapo kwa meza chini, alafu kaambeni mwili wangu. Toaeni kule, hii ndio mwili wangu. Haoni hapa Yesu atakuwa anatucheza chele. Hata afadhali ingekuwa ni nyama kidogo, tungekuwa tuko convinced kidogo, maana nyama na mwili zinaenda kupelekana. Lakini sasa mkate juu ya meza. Leo nikae hapa, kuna mkate wa bofu, niseme chukueni huu mule, ndio mwili wangu. Hiyo kitu utaichukulia vipi? Kiakili, kithiole. Na imetengenezwa jikoni. Imetoka jikoni, niko kwa meza. Ndio mwili wa Yesu. Kwani mwili wa Yesu ulipikwa. Twende chini. Inashuka na kusema, huo ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Nasubiri. Hata ingekuwa mkate ni mwili wa Yesu ule, ungekuwa ni ule mkate, wanafunzi walikuwa wangapi? Si wangekuwa wamemwega ukaisha. Sasa mpaka sasa mkate mwili wa Yesu kwa wapi? Si ungekuwa uliisha kitabu. Ikiwa mkate ndio mwili wa Yesu, damu kikombe moja. Alafu ni divai, anasema ni damu ya Yesu. Na divai maandiko yanasema kwamba ni pombe mbaya. Hosea 2:10. Divai ndio anasema ni mwili wangu, ni damu yangu. Damu ya Yesu itakuwa imetengenezwa na pombe? Kazi iko mbele. So hiyo kwanza kithiole tunakataa kabisa, ingie akilini. Hata na shindo nani alisema haya maneno? Inasema hivi. Ndio. 2:10. Na sasa nitaifunua 11. Tena nitaikomesha furaha yake yote. 11. Ile 11.
safi, uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Kumbe divai na ile divai mpya zote zinaondoa fahamu za nini? Za wanadamu. So kama damu ya Yesu ndio hiyo divai imekuja kuondoa fahamu za nini? Za wanadamu. Ndio wanadamu leo wanang'ang'ania Pasaka ambayo inahusu nini? Wayahudi. Na ndio unakuta kwamba ukirudi tena Mungu anarudia katika Kumbukumbu la Torati 16:1. Kumbukumbu la Torati 16:1. Ninayo hii hapa. 16. Alafu anasema kwamba ile yani kufa hakuna tofauti. Ile kufa umekufa ndio hiyo kifo. Kuna kifo ya kuchinjwa, kuna kifo ya kupigwa risasi, kuna kifo ya kupigwa na mawe. Hawezi sema mwizi amepigwa na mawe pale amekufa kifo ya kawaida. Kufa Kuna kufa nyingi mpaka ya 9 bwana. Ziko vifo aina nyingi. Sasa hii ya Yesu sasa tunashangaa kifo hiki. Tunaweka chini. Ana habari wewe. Nasema hivi, utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Kwa kuwa ni katika huo mwezi aliyokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Nawe mchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe mahali atakapopachagua Bwana. Angalia kwanza anasema kwa kuwa ni usiku aliyokutoa Bwana Mungu wako. So anaelezwa ni yule ambaye alitolewa usiku. Ambao waliotolewa pale usiku sio wengine, ni Waisraeli. Kwa hivyo Pasaka inajirejelea kwa Israeli. Na Pasaka tumeona sio kufa na kufufuka kwa Yesu, kwa sababu Yesu tumeona akila na wanafunzi wake katika self content yake. Kuna chumba cha wageni, kuna bedroom, sitting room, alafu kuna ile mahala hapa kulia. Ndio alitaka akule Pasaka na wanafunzi wake iliyokuwa imechinjwa na Petro. Wapi Petro ama Yohana ama Mathayo alisherehekea Pasaka kama kifo cha Yesu akijapata. Ila tunaona walichinja kondoo na mbuzi. Na ndio leo Bwana Timu uko na kibarua, mimi sitoki hapa Isili ukiwa hujanunua kondoo tukachinja tu. Ama ile amechinja iko wapi? Atuoneshe ile amechinja ndio tuamini kweli anasherehekea Pasaka. Na pia hawajatuambia kwa nini wanatembea na matawi ya mitende. Alafu saa hii ajabu nimetoka pale Kaliokola about. Unakuta ambulance inapita. Kuna mtu amebeba msalaba mbele, alafu kuna ambulance nyuma na kuna watu kidogo kwa sababu ya kuweka nini? Yaani kwa sababu ya COVID na nini wanakaa kando. Lakini kuna mtu amebeba msalaba na ambulance ni ya nini? Kwa sababu yule akiumia mwenye kubeba msalaba anaingizwa kwa watatuambia ambulance ni ya nini? Watatuambia ambulance ni ya nini? Haya, Ezekieli 45:21. Pasaka tutazidi kuiona. Kitabu cha Ezekieli. Ndio, andiko la mwisho hilo. Ezekieli 12 45. Ezekieli 45:21. 45:21. Samahani masikio yangu. Anasema Waislamu wametahiri wanafaa kusherehekea Pasaka. Je, na wale ambao hawajatahiri ambao ni upande mwingine tufanye nini? Haya, inasema hivi, kisha akanileta mpaka ua wa nje, akanipitisha karibu na pembe 4 za ua huo. Na tazama, katika kila pembe za ua huo palikuwa na kiwanja. Hebu tukomee hapo kwa sababu ya wakati tuweze kufikia hapo. Haya, nadhani tumemaliza mada, na kila siku baada ya kuwa mada ikiisha kuna ile nafasi ya maswali. Tukasema nafasi ya maswali itakuwa ni dakika 3 kuuliza swali
dakika 5 kujibiwa swali, na kwa vile wao marafiki zetu ndio wametangulia kutoa mada, tutakuwa upande wa Waislamu ndio watakuwa kuuliza swali kwa dakika 3. Naam, tutauliza maneno. uliza wewe. Haya, tunarudi katika swali la Pasaka. 14:12 Marko 14:12. Aiwa, kitabu cha Marko. Marko 14. Wanaotufuatilia katika mtandao wa Yusuf Dawa, ndio hizi mada ambazo tunaziendeleza na tutakuwa tunaziendeleza katika wakati wote wa lockdown, na pia hivi karibuni tunaanzisha dawa mitaani tena, na pia simulizi za baadhi ya waliosilimu zitakuwa online soon. Maana wamesilimu wengi. Wengi tumesikiliza pale kwa Ikra, wengi tu. Soma. Haya, inasema hivi, hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walipochinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie uile Pasaka? Hapa swali linakuja. Wanafunzi wa Yesu kina Petro na Madhara wamechinja Pasaka. So Pasaka ni kichinjo ambao walichinja kondoo na mbuzi. Ninyi wa Kristo mnasherehekea Pasaka hivi Na ile hadi ile na mlitoa wapi hiyo Pasaka ambayo mnayosherehekea? Sivyo? Swali umeuliza ni swali nzuri sana, na pia nafurahia kwa sababu nadhani ya kwamba mada hii Pasaka, sijaona mahali popote ambapo umekana kwamba Waislamu hawastahili kusherehekea Pasaka. Jambo ambalo tunakubaliana ni kwamba sisi wote katika hali moja tumekuwa watenda dhambi na sisi wote tunahitaji wokovu. Na Mungu kuwaondoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri alikuwa anatuonyesha mfano. Alikuwa anachora picha ya kwamba hivi ndivyo ningependa watu wangu waweze kuokolewa. Na alikuwa anachora mfano kama vile unafundisha wanafunzi kwenye shule na unawafundisha kazi ya uhandisi, unafundisha jinsi ya kuchora nyumba. Lakini kuna wakati ambapo wanahitajika kufanya the real thing, sasa ni kujenga nyumba. Sasa hii Pasaka ambayo tunaiona ndio the real thing. Sasa tunaonyeshwa kwamba wanadamu wanatakana kujifunza kwa Waisraeli na kuifanya hii Pasaka kama vile inavyotakana kufanya. Kwa hivyo tumeuliza swali hapa, na swali limetokana hapa ya kwamba siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo kwa desturi kondoo wa Pasaka huchinjwa, wanafunzi wa Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukaandalie mahali pa kula Pasaka? Kwa hivyo jambo ni kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wanakula Pasaka, na mtu yoyote ambaye anamwamini Yesu, Yesu aliambia watu kwamba enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hivyo sisi wote ambao tunamwamini Yesu tunakuwa ni wanafunzi wake Yesu Kristo. Na kama alikuwa anakula Pasaka, kwa hivyo inatupasa kama wanafunzi wake kwamba tujifunze kwake, tufanye kama vile alivyokuwa akifanya. Yesu anasema katika Yohana 13:13 ya kwamba mwaniita Bwana na mwalimu, mwafanya vyema, kwa maana hivyo ndivyo nilivyo. Yesu akiwa mwalimu, na kama alikuwa anatufundisha neno la Mungu, na baadhi ya neno la Mungu ni kwamba kula Pasaka, basi sisi kama wanafunzi wa Yesu tunapaswa kula Pasaka. Nisoma katika sehemu ambayo ni hiyo yetu ambayo amesoma, inasema katika 22, walipokuwa wakila, Yesu akachukua mkate. Sasa wanakula hiyo Pasaka. Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Sasa kumbe Yesu anatuambia, anawafundisha wanafunzi. Walikuwa wamezoea desturi ya Wayahudi ya kula ile Pasaka, lakini Yesu anawafundisha kitu kingine tofauti. Anawaambia, mleni, huu ndio mwili wangu. Kisha akachukua kikombe, akashukuru, akawapa wanafunzi wake wote, wakanywa katika humo. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagayo kwa ajili ya wengi, ya kwamba hii inaungana na kifo changu. Anawaambia, amini nawaambia, sitakunywa tena mzao wa mzabibu mpaka siku ile itakunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo anasema kwamba
katika ufalme wa Mungu. Tukifika kule mbinguni tunakaribishwa na Pasaka, kwamba kuna meza ya Bwana, tumeandaliwa Pasaka. Kwa hivyo yoyote ambaye hahitaji kwenda katika ufalme wa Mungu, basi wewe unaweza kataa kusherehekea Pasaka. Lakini Pasaka hii ni kwa sisi wote. Sisi wote tumetenda dhambi na tunaalikwa kwa Pasaka yake Mwenyezi Mungu. Wewe ukiwa pale Muislamu pia, mimi nikachukua fursa hii ya kazi nyembaki ili kukualika, kama ungetaka kupokea Pasaka ya Bwana, unampokea Yesu Kristo na unaamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu, alikufa kwa ajili yako na unaokolewa. Unasema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako, naamini kwamba wewe ndio Bwana. Kwa jina la Kristo naomba nikiamini, amen. Kama umefanya hivyo, umekwisha kuokoka. Haya, huyo alikuwa ni mchungaji anajibu swala la Pasaka. Ndugu yangu huko nyumbani huko unatusikia, chukua kalamu na karatasi, kopi ya Biblia, kopi ya Qur'ani, keti ujifunze maneno haya. Tusije sisi ndio tukakushawishi ama tukakulazimisha ukafanya. Wewe keti mwenyewe, then make your own decision. Swali upande yenu. Na sauti yangu inaweza kusikika vizuri. Sasa hata mimi nashukuru sana ya kwamba tumekuwa na mjadala mzuri. Nadhani pia watu ambao wameweza kufuatilia wamesikia na wameweza kusaidika na waendelea kufanya research kama vile mwalimu amesema. Chukua vitabu vyote viwili, soma, fanya comparison. Mwalimu aliweka mambo mengi, labda ile ningeweza tu kuweka kwa ufupi kabla niweke tu swali kwa dakika moja. Ni Jumapili ya Matende. Anauliza hii mambo ya Palm Sunday mlitoa wapi? Ukisoma Zakaria 9:9 kulikuwa na unabii ya kwamba kuna mmoja ataingia Yerusalemu na ataingia kama mfalme. Na unajua mfalme akiingia, haingii kama vile wewe unaingia hapa. Kuna matayarisho ya padri kuingia bahari. Kuna uwekwa maridadi. Yaani Magufuli alikufa juzi kwa wameweka hata wanaweka maleso ndio gari yake ipite mahali. Sasa mfalme ukitaka kusoma hizo habari za Jumapili ya Matende, soma Mathayo 21 hadi nadhani 7 ama 8. Ule unabii unatumia mahali pale. Yesu akiingia Yerusalemu abebebwa na mwanapunda, na ndio maana hii ndio vitu tunafanya. Ukiangalia kanisa Jumapili ya Matende ambayo imeingia Holy Week ndio kuja Easter, kuja Pasaka, haya mambo yote yanatimilika na tunayafanya. Sisi mambo ambayo yameandikwa pale Yesu amefanya, sisi tunafanya. Sasa mimi swali langu litaingia hivi kwa Waislamu. Mwalimu alipotangulia kutufundisha alituambia katika imani ya Kiislamu kuna siku kuu ama sherehe inaitwa Ashura. Ashura ni ile siku ambayo wana wa Israeli walitolewa Misri wakapelekwa Kanaani. Na Waislamu wanasherekea hiyo siku. Sawa? Na tukaambiwa ile siku ni ya Wayahudi. Kweli? Sasa Waislamu hii sherehe, na walimu walituambia hiyo ndio Pasaka, wanasherekea siku kuu ya Wayahudi kwa vigezo gani? Sababu sisi tumetuambia vitu ya Wayahudi tusikusane nayo. Sasa nyinyi vitu ya Wayahudi ambayo ni Ashura mnasherekea kwa misingi gani? Naam, tunashukuru sana. Kwanza sikusema tutasherekea. Nisema Mtume alikuwa anafunga siku ya 9 na ya 10. Alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi nina haki zaidi kwa ndugu yangu Musa kuliko mtu mwingine yoyote. So kiigizo ni kwamba Musa alikuwa ni ndugu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni Muislamu kama Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ile kiigizo ni ile haki yake iko juu zaidi kwa Musa kuliko hata hao Wayahudi na watu wengine. So akachukulia kuvuja ile, yani kugaili Mayahudi, akawa anafunga siku ya 9 na 10 ama 10 na 11, lakini sio kuchinja kondoo wala mbuzi kama ilivyo katika Pasaka ambayo wanayofuata hapo, na kunywa mapombe. So Mtume alikuwa anagaili Mayahudi, na tukaambiwa sisi Waislamu pia tuna haki kwa Musa kuliko Mayahudi. Unaona, maana watu walioasi mpaka Mungu akawalaani
ni kina nani? Ni Mayahudi. So ikawa na sisi Mtume akatuambia ili kughairi Mayahudi tufunge siku ya 9 na 10 ama 10 na 11, kwa sababu Mayahudi yao ilikuwa ni ya ngapi? Ni ya 10. So kughairi inakuja tufunge siku 2 tofauti, na Wayahudi yao ilikuwa ni kichinjo, sio kufunga. So uelewe vizuri, na katika Uislamu sisi hatusherekei sikukuu inayoitwa Pasaka. Sikukuu tunayosherekea ndugu yangu ni Kumbukumbu la Taurati 16:14 ambayo kasherekea Musa kama ilivyo. Hiyo tutasherekea. Hiyo ndio haikufutwa. Hiyo ni ya wote. Hiyo imewekewa watu wote. Haya, Kumbukumbu la Taurati 16:14. Safi kabisa hii hapa. Inasema hivi. Nawe utafurahi katika sikukuu yako. Hiyo ni wamebadilisha sasa. Enda mwangalia Hosea. Lazima tutumie hii hapa. Lete hapa. Wameanza kujitia mkono. Nani ametia mkono? Hatujui. Wanatia 8 wenyewe. Nasemaje? Haya, hii hapa inasema 16:14. Mtafurahia. Wamebadilisha. Ndio mnafurahia sikukuu yenu. Wamebadilisha Hosea 9:5. Hosea 9:5. Neno Idi linamaanisha kwa Kiswahili sikukuu. Idi ni Kiarabu. Ikiwa Idi ni sikukuu, Pasaka ni nini? Unaona sasa vile wanachanganya. Kitabu ni cha Hosea 9:5. Haya, sadaka hii hapa inasema hivi. Mtafanya nini katika siku ya mkutano wa Idi? Ambayo ni nini? Na katika siku ya karamu ya Bwana. Kumbe karamu ya Bwana, sherehe ya Mungu ni sikukuu ya Idi. Nadhani kwa ajili ya muda bwana mwenyekiti tuko na nafasi tuongeze nyingine ya Pasaka. Wacha tuwapatie nyingine ya Pasaka katika kitabu cha Ezra 6:19. Kitabu ni cha Ezra 6:19. Ezra alafu hapa 6:19 ile muhimu. Ninaona waanze kusherehekea karamu ya Bwana. Karamu ya Bwana. Au mtafute sadaka. Nisoni mkono wako. Mkono wangu umekwama hapo. Ezra kwa ama nikwambie tumewa paka. Tunamalizia pia hata bado imekuwa mzito kuliko kichwa. Ezra iko hapa katikati hapa. Ezra iko Nehemia hapa karibu na Nehemia. Nehemia alafu Ezra. Siku nyingi unajua ulimekuwa siku mingi nimekuwa nyuma ya kamera bana, nishakuwa mvivu kweli kwa kufungua hizi vitu, lakini alhamdulillah. Ezra 6:19. 6:19. Sadaka ninayo hii hapa. Inasema 6:19. 19. Katika siku ya 14 ya mwezi wa kwanza waliorudi kutoka uhamishoni wakaadhimisha Pasaka. Siku ya 14 ya mwezi wa kwanza Wayahudi waliorudi katika uhamisho wakaadhimisha nini? Pasaka. So Pasaka ukizidi kusoma inarejea Wayahudi na hawa ni wa Kenya kama nilivyo Mkenya. Kwa hivyo mimi nasema kama unatizama katika kamera kama alivyosema Yusufu hapa, amesema kuna maneno amesema watu warudia wataokolewa. Mimi nakwambia rudia, sema bismillahir rahmanir rahim, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ukirudia haya maneno utakuwa umesilimu na umefutiwa madhambi yako yote. Karibuni sana. Hapo sasa basi tumefika tamati ya mada
imeisha. Maswali yameulizwa akajibiwa, Waislamu wamejibu, Mkristo ameuliza, Muislamu akajibu. Wewe nyumbani pale, wewe ndio uangalie hapa ni njia gani iliyo sawa, kwa sababu mjinga huamini kila neno, bali mwerevu huangalia sana, mwenye busara huangalia sana aendako. Kwa hivyo sisi tutakuwa tumekomea hapa, ila tu kabla hatujamalizia kabisa, sijui kama kuna mtu ambaye akona jambo la mwisho kabisa kabla tutamatishe inshallah. Kauli kwa dakika sekunde kadhaa ili tuweze kutamatisha. Upande wako wa kulia. Mimi ningependa kusema kwamba tunasikitika kwa sababu ya shida ambayo tuko nayo katika taifa la Kenya, corona, na tunaomba kwamba tutaendelea kufanya mkutano hizo ambazo tunazifanya, na pia wakati corona itakuwa imerudi chini, tutawaalika kwa mikutano pia ya moja kwa moja ili muweze kushuhudia ama muweze kuwa sehemu ya mikutano hizi. Tumefanya mikutano na hawa ndugu zetu kwa muda mrefu. Yani Kristo na Muislamu wanaweza kaa pamoja na wakawa wanacheka, wanasmile, wanatabasamu, tunakula pamoja. Hata Pasaka kama huenda tukakula pamoja na wao. Huenda haujachinja chochote. Sasa ningependa kusema kwamba mahali popote ambao Kristo na Waislamu wako, tuweke amani. Amani ni jambo la msingi. Amani, bila amani hatuwezi kaa hapa tukawa tunaongea. Tuungane, tukubaliane, wacha tuwe na tofauti za kidini. Za kidini tutajadili, lakini tuwe na amani. Kwa hivyo mimi nashukuru sana haswa ndugu yetu na Tauhid Islamic Preachers, na sisi hapa pia East Fellowship Center tunapenda watu ambao wanafanya kazi ya Uislamu. Kaka yangu hapa Joseph Maina angependa Waislamu wote duniani waokoke, na mimi pia. Naam. Mimi nashukuru kwa kauli hiyo ya Yusuf, ila hapa kidogo amejificha kwa chapa la juu. Anasema weda hata tukatoka hapa tukala Pasaka pamoja, na anajua kabisa Pasaka ni kichinjo cha kondoo wala mbuzi, na hajachinja. Si hiyo ni kujificha kwenye shamba la mgogoro huko wazi. Kwa hivyo pia tuwashukuru sisi, tunawatakia Waislamu wote Mwenyezi Mungu awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia tufikishe pale, atusamehe madhambi. Sisi ni wanadamu, kuna mengi, kuna manyingi tunapata, na hiyo haikosi kwa mwanadamu, ila tunamuomba Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutusamehe sote, maana dhambi ambazo hazisamehewi ni gani tu, ni shiriki bana. So na Uislamu unatufundisha kwamba Muislamu ni ndugu ya Muislamu, na ikiwa utatoka kupigana na ndugu yako, basi umekuwa ni kama umekufuru kabisa. Na pia kwa ndugu zetu au kwa marafiki zetu wa Kristo, lazima tuishi nao kwa amani, tuwaoneshe upendo, tuwe kivutio kwao katika dini, maana hata wengi waliosilimu zama za masahaba na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walisilimu kwa tabia njema za Mtume Muhammad na masahaba radhiallahu anhu. Kwa hivyo mimi sina mengi ila ni kuzidi kuambia, endeleeni kutazama mtandao wa Yusuf Da'wa, na tutazidi kutoa klipu nyingi za kuelimisha, na kuna mijadala bado tutaendeleza na hawa ndugu zetu na wengine, na tutahakikisha kila wakati tunapata mijadala mpya na elimu mpya. Kwa hivyo mimi sina mengi ila narudisha kipaza sauti kwa Hamza Yesu. Huyu ni Yesu mwingine Mkenya kutoka Kibira. Hawajajua. Hawana habari. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika tamati ya kipindi. Ndugu yangu nyumbani pale, wewe ndio unajua, unatufuatilia. Wallahi kutufuatilia tunahitaji kitu kidogo, tufanye hivi, just subscribe. Usiende Yusuf Da'wa Kenya, subscribe halafu share. Tosha. Mengine inshallah Mwenyezi Mungu ndiye atatuwezesha. Na tunaomba kwa yule ambaye ana maradhi, yule ambaye labda mambo yake yameendei sawa, yule labda mambo ana dhiki, Mwenyezi Mungu amfanyie sahali, Mwenyezi Mungu aponye maradhi. Na sisi ni wanadamu,
tunakosea. Kama labda sisi tumekosea, umeona labda tumekuudhi, wallahi tusamee, tunakuomba msamaha. Lakini kama umeona pia tumepatiliza, basi ni kwa sababu Allah ndiye ameweza kutuongoza. Na kwa hapa, kwa niaba ya kikundi kizima, mimi nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.